Beatrice, mimi nimeanza kukuona wewe zamani sana. Usichokijua mimi pia ni mwenyeji wa Mbeya. Kwa hiyo nilikuwa nafuatilia sana kwaya zetu za pale Mbeya. Na nilikuona kwenye ile kwaya ya GMC. Zamani ilikuwa inaitwa Yuda Tadei, kabla haijabadilishwa jina. Ulikuwa ukiimba katika umri mdogo kabisa. Mdogo. Sio kuimba tu kanisani, kwa sababu kanisani mimi nilikuwa sisali pale kanisa kuu, isipokuwa kuna zile kazi ambazo mnatoa kama kwaya, kurekodi video nini. Tunaona kuna katoto kadogo kanaimba vizuri sana. Ile ilikuwa ni muda gani baada ya wewe kujiunga na kwaya? Sasa hapo kama sijui kama namkumbuka timeline vizuri, lakini nahisi Mlipuko wa Sifa ya kwanza ile album ilitoka, sijui nilikuwa darasa la 5 kama sio la 4. Yeah, kwenye hiyo range. Alafu hiyo ndio ilikuwa kazi yetu ya kwanza. Nyingine nikaja nikafanya nikiwa niko sekondari, ilikuwa form 1. Ilikuwa nyingine mbona Ametamalaki ndio. Kwa hiyo nikawa naendelea kufanya, lakini ya kwanza kabisa nilikuwa niko darasa la 4 la 5. Ulianza kwenda kwaya kwa kumfuata dada ambaye mlikuwa mnaishi naye nyumbani, dada Catherine. Mapokeo ya walimu kwa yale maendeleo ambayo ulikuwa ukiyaonyesha siku hadi siku ulipokuwa kwenye kwaya, kama unakumbuka kwa wakati huo yalikuwa ni yapi? Walikuwa nakutia moyo kwamba dogo anakuja vizuri, au ulijipa tu jitihada mwenyewe mpaka kufikia kwenye level ambayo baadaye wakaikubali? Walikuwa wananipa moyo. Nashukuru Mungu alikuwa ananipa moyo, na siwezi nikawasahau kina Mwalimu Musa, Mabogo, Mwalimu Magoma. Kuna Mwalimu Kipanya, sijui unamfahamu? Kipanya namsikia. Kwa walikuwepo wote hao. Na hata kwenye Mlipuko wa Sifa ile album, kwenye shooting Mwalimu Mkasa alini encourage sana. Kuna clip moja hivi nimesimama juu ya bembea hivi nacheza. Ilikuwa ni Mwalimu Mkasa ndo alinotice akasema mbona mchukueni. Ulikuwa tu unabembea akasema mchukueni hivyo hivyo. Hiyo yenyewe nakumbuka sana. Kwa sababu nilikuwa hata siko serious, ila nilikuwa na waigaiga. Kwa walinipa moyo kwa kweli. Mwalimu Perfecto wote, yani ni walimu wangu ambao walikuwa wanani encourage.